Siku moja ilikuwa kuna mjakazi mmoja ambaye alikuwa ni mtu mwema. Alikuwa anaishi katika familia fulani. Yule mjakazi wakati wa usiku katoka kenda kufanya ibada zake. Yule bwana wake akatoka akawa anamsikiliza vile ambavyo anavyotamka katika dua zake zile na katika ile kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi yule mjakazi akawa anasema, Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, as'aluka bihubbika li, na kuomba kwa mapenzi yako kwangu mimi, antusaidani, uingize furaha katika nafsi yangu, wa antuafiani, na unipe afya ewe Mwenyezi Mungu, wa antukrimani, na unikirimu ewe Allah. Sasa yule bwana wake wakati alipokuwa anamsikia anatamka maneno yale, akamwambia, ma hadha tadalluli, ni kujipendekeza na kujidekeza namna gani unavyofanya wewe? Kwani umejuaje kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda wewe? Kwa nini usiseme Allahumma inni as'aluka bihubbi laka? Useme, ewe Mwenyezi Mungu, hakika mimi nakuomba kwa sababu ya mapenzi yangu kwako wewe. Wala usiseme, ewe Mwenyezi Mungu, hakika mimi nakuomba kwa mapenzi yako kwangu mimi. Basi yule mjakazi akasema maneno haya, laula hubbuhu lama aiqadhani fi hadhihi saa, lau kwamba Mwenyezi Mungu asingenipenda basi asingeniamsha katika wakati huu nikamwabudu. Kwa hiyo kumbe yale matendo ambayo tunayoyafanya, matendo ya kheri yale, ni kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa sababu ya taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana mtu anatakiwa ujihisi kasoro katika ya kila unachokifanya, na uhisi kwamba kila ambacho unachokifanya katika mambo ya kheri ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio ambaye kakujalia kufanya hivyo. Kwa hiyo usije ukafikwa na ijab, ukajiona kwamba wewe labda ni bora kuliko wengine, au ukahisi kwamba yale matendo yako ndiyo yatakupa dhamana kwamba wewe ukaingizwe katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, na Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kakuumbeni nyinyi na kayaumba yale ambayo mnayoyatenda.